Wajasiriamali wa mboga na matunda katika soko la Mkwajuni, kata ya Mkwajuni, halmashauri ya wilaya ya Songwe mkoani Songwe, wameishukuru halmashauri hiyo kwa kukamilisha na kufungua rasmi soko jipya lililogharimu zaidi ya shilingi milioni 50. Wakizungumza katika hafla ya kufungua soko hilo iliyoongozwa na mkuu wa wilaya ya Songwe aliyewakilishwa na katibu tawala pamoja na diwani wa kata ya Mkwajuni CDE Shaibat Kapingo, wajasiriamali hao wamesema kwa sasa wana imani na biashara yao, kwani soko hilo linaondoa changamoto zilizokuwa zikiwakabili. Diwani wa kata ya Mkwajuni Shaibat Tobias Kapingo amesema wajasiriamali hao watanufaika na mkopo unaotolewa na taasisi za kifedha kwa kila mjasiriamali anayemiliki meza, huku akimshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuikumbuka kata yake kwenye miradi ya maendeleo. Naye katibu tawala wa wilaya ya Songwe Godfrey Kuchawa akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya hiyo Solomon Tunda amefungua rasmi soko hilo, huku akiwasisitiza kuzingatia usafi katika soko hilo ili kuepukana na magonjwa ya mlipuko. Mimi ni Irene Nziku. Kwanza tulikuwa tuna changamoto ya kimvuli, tulikuwa tunafanya biashara katika mazingira magumu sana. Tunamshukuru Mama Samia Suluhu na uongozi wa halmashauri yetu, imetufanyia mambo mazuri. Sasa tunaishi kwenye mazingira mazuri kama mnavyoona. Wateja tunapata kwa uzuri. Mwanzo tulikuwa tunatenganisha wa matunda hawaonekani wamekaa wapi, wa viazi wako wapi, lakini sasa hivi kutoka ametutengenezea soko, tumejipanga vizuri na biashara tunaiona. Mwanzoni tulikuwa mwingine anapaua bati, mwingine anapiga turubai. Kwa hiyo ilikuwa ni mazingira ambayo mwingine anaonekana, mwingine haonekani, lakini sasa hivi wote tuko kwa pamoja na tunaonekana biashara inaenda vizuri. Kwa kweli tunashukuru sana halmashauri yetu na mheshimiwa wetu diwani. Na kwanza hali ilikuwa mbaya. Yaani tulikuwa tunaweka maturubai, mvua zinatunyeshea, tunashinda jinsi ya kujisaidia. Wamama tunanyeshewa na mizigo yetu, na kuweka hamna. Kwa hiyo ilikuwa hali mbaya. Biashara sasa hizi inaenda vizuri kwa ajili ya hali ya mvua zikinyesha, watu wanakaa ndani, tunauza vizuri. Tulinyanyasika sana mpaka ilifika muda mimi nikasema sina baba wala mama, baba yangu ni soko. Nilikuja nikaweka hapa, nikakiuka miko meza